taarifa hizi mapema kutoka na matangazo ya Injili hapo baadaye. Karibu. Biwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Gashie, eneo bunge la Kiambaa kwenye kaunti ya Kiambu, kufuatia mkasa wa moto uliotokea usiku wa kuamkia leo na kusababisha vifo vya watoto watatu wa familia moja walioteketea kiasi cha kutotambulika. Katika mkasa huo ni wa mtoto mmoja pekee ndiye ambaye alinusurika kifo na kwa sasa anaendelea kutibiwa baada ya kujeruhiwa vibaya. Erastus Kibon na taarifa zaidi. Haya ndiyo mabaki ya iliyokuwa nyumba ya familia moja baada ya moto kuharibu mali na kusababisha maafa ya watoto watatu. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, moto ulianza majira ya saa 7 usiku, huku juhudi za kuuzima moto zikigonga mwamba. Inaarifiwa kuwa mama yao hakuwepo nyumbani wakati mkasa huo ulipotokea, hali iliyoacha watoto hao peke yao. Na kitambui janga litokee ni kama alikuwa ameenda kutafuta. Sasa hatuwezi jua janga hiyo moto ilitoka kwa sababu gani. Juu stima ilikuwa imepotea. Hatuwezi sema ni stima. Maybe kulikuwa ni candle walikuwa wamewasha na wakawacha. Walieleza kwa masikitiko kuwa gari la zimamoto kutoka kaunti ya Kiambu lilifika kuchelewa wakati nyumba hiyo ilikuwa imeteketea kabisa pamoja na watoto waliokuwemo. Gari ya kuzima moto ilikuja kama tayari moto imeshazimwa, imekuja late. Kama tayari watu majirani wameshashughulikia moto, wamezima moto. So hakuna kitu gari ya moto zimamoto ilifanya. Mwakilishi wa wadi ya Kihara alithibitisha mkasa huo, huku akiwaonya wazazi dhidi ya kuacha watoto peke yao hasa nyakati za usiku. Wakati wowote wanawacha watoto wadogo kwa manyumba, wawe wamekuwa na mipango dhabiti ya kuona ya kwamba kuna mtu mkubwa ako karibu anaweza saidiana na hii watoto ikiwa kuna shida yoyote inaweza kutokea. Mili ya watoto hao imepelekwa katika hifadhi ya maiti hospitali ya Kihara level 4, huku mtoto aliyenusurika kifo akiendelea kutibiwa. Erastus Kibon, KTN Wikendi.